Tukujuze. Leo katika Tukujuze tunakuletea historia nzuri sana. Kasri la Bangar. Hili ni kasri la Bangar. Ukifika utakuta kibao kimeandikwa marufuku kuingia. Ukiingia humu hauwezi kurudi ukiwa hai. Watu wanaokuja katika kasri la Bangar baada ya jua kuzama tu hawaonekani tena wamekwenda wapi. Haya ni maneno muongoza watalii Santosh Prajat akiendelea kusimulia hadithi ya kasri la Bangar. Wenyeji wanaamini kwamba ngome hii ina matatizo. Inasemekana kuwa sehemu yenye matatizo mengi zaidi nchini India ni hapa katika kasri la Bangar. Ngome Bangar ilijengwa katika karne ya 16. Ilikuwa kiti kikuu cha ufalme wa Raja Madhav Singh, lakini miaka michache baada ya ujenzi wa ngome hiyo, watu walioishi hapa waliachia kasri hilo na kuhama maeneo mengine. Hadithi za wenyeji zinasema kwamba hili litokea wakati mchawi wa huko aliporoga kasri hilo na wakazi wake kwa hasira baada ya kushindwa kumbembeleza malkia wa kasri hilo. Kasri hilo linasemekana kuwa mahali penye matatizo mengi zaidi nchini India, anasema mwanakiolojia Dr. Vinay Kumar Gupta. Anasema ujenzi wake ulianza mnamo mwaka 1970 na ulikamilika kwa takribani miaka 16. Kasri hili lipo jina la mfalme wa Amer Raj Ban Singh. Jina lingine maarufu la Ban Singh ni Man Singh. Madhav Singh alikuwa mfalme wa hapa na Ratnavat alikuwa malkia wake. Kasri hilo lilikuwa mji mkuu mapema himaya Raja Madhav Singh, alisema kiongozi wa watalii Santosh Prajat. Kasri hili na umri miaka 450. Linajulikana kama sehemu yenye watu wengi zaidi nchini India. Eneo lenye watu wengi zaidi nchini India, Santosh alisema. Sauti za ajabu zinasikika hapa usiku. Inasemekana kwamba wale wanaokuja hapa usiku hawarudi wakiwa hai, au wao hutoweka pasipo kujulikana. Hapo mwanzo kulikuwa na vifo vichache tu katika kasri hili. Sasa roho za wafu zinasemekana kuindama kasri hili. Baadhi ya hadithi zinasema kuhusu kasri la Bangar. Umesikia pia hadithi maarufu zaidi kati yao ni kuhusu Malkia Ratnavat. Anasemekana kuwa Malkia Ratnavat alikuwa ni mrembo zaidi aliyeishi ndani ya kasri hilo na ndiye alikuwa mmiliki wa kasri lote, sema Siddharth Badwar wa Paranormal Society of India. Hapa pia ni hadithi ya mchawi ambaye alitaka kumfikia malkia. Juhudi zote za uchawi kumkamata malkia zilishindikana. Baada ya kushindwa huko, mchawi aliwalaani watu wa kasri. Alihakikisha kasri litaharibika. Santosh Prajat, kiongozi wa watalii, alisema kuwa kuna mnara wa saa wa Antentrom juu ya kasri hilo la mchawi aliyeitwa Sindhu. Mchawi aliyeitwa Sindhu Sedvad aliishi hapo. Baada ya kushindwa kumkamata malkia, mchawi akaroga kasri la Bangar. Kwa sababu hiyo, sehemu kubwa kasri hilo libomoka ndani ya masaa 24. Kufikia mwaka 1605, idadi ya watu wa kasri hili kadiriwa kuwa karibu 14,000. Ndani ya masaa hayo 24 kulikuwa na misiba mikubwa kiasi kwamba nusu ya watu pamoja na mfalme waliondoka. Watu waliokuwa wakiishi hapa walihama na kuhamia katika Jaipur. Eneo hili pia linajulikana kama Old Jaipur kwa sababu hii. Ingawa kuna Jaipur mpya nchini India sasa, Jaipur zamani iko hapa, alisema Santosh Prajat, kiongozi wa watalii nchini India. Siddharth Badwar wa jumuiya watu wasio wa kawaida wa India anasema amekuwa Bangar mara kadhaa, lakini yote haya yanaendelea katika kasri hili la Bangar. Je, kitu gani kilichopo ndani ya kasri hili? Mwanakiolojia Dr. Vinay Kumar Gupta alisema ili kufika kasri hili lazima mtu avuke safu 3 za kuta. Mwanzoni mwa ngome hii kuna mabaki ya kiekolojia, maduka ambayo bidhaa muhimu ziliuzwa. Pengine kuna mauzo bidhaa muhimu hapa. Pia kuna majengo madogo, vipimo vya burudani vinaweza kuwa vilifanyika huko. Pia kuna sehemu ya wachezaji inaitwa Havel. Kasri hili, hayo ndio maajabu yake, linapatikana nchini India. Kasri la Bangar au Bangar Forte.
Kwa taarifa zaidi usisahau kusubscribe, kulike na comment katika channel yetu Blaze Media TZ katika tukujuze.